Sekta ya elimu imepewa mgao mkubwa zaidi katika makadirio ya bajeti ya serikali ya kitaifa ya mwaka wa kifedha 2025-2026. Kulingana na ripoti ya afisi ya bajeti ya bunge, sekta hiyo imepewa asilimia 28.1 ya bajeti. Kama anavyoarifu Moses Wanjala, mgao huo unahusisha pesa za kugharamia elimu kwa shule za msingi, shule za sekondari za chini yani JS, sekondari, taasisi za mafunzo anuai TVET na vile vyuo vikuu, pamoja na mishahara ya walimu, wakufunzi na wahadhiri na maendeleo ya miundombinu ya elimu na maeneo mengine muhimu. Kwenye ripoti iliyowasilishwa na kamati ya bajeti na utekelezaji inayoongozwa na mwenyekiti Samuel Atandi na kuashiria mwanzo wa mashauriano ya kamati hiyo, Wizara ya Elimu imetengewa mgao mkubwa zaidi wa asilimia 28.1 ya bajeti, ikiwa sawia na bilioni 701.1 ya bajeti. Fedha hizo zikinuia kugharamia elimu ya shule za msingi, shule za sekondari za chini, sekondari za juu, taasisi za mafunzo anuai yani TVET na vyuo vikuu, pamoja na mishahara ya walimu, wakufunzi, wahadhiri na maendeleo ya miundombinu ya elimu. Sekta ya nishati, miundombinu na sekta ya mawasiliano nayo ikipewa mgao wa bilioni 500.7, mgao huo ukizingatia vipengele muhimu vya ujenzi, ukarabati na kutengeza barabara ambao umetengewa bilioni 195. Makazi na maendeleo ya miji ikitengewa bilioni 119, ambayo inajumuisha bilioni 95 kutoka mfumo wa makazi nafuu. Sekta ya nishati na petroli imetengewa bilioni 92 ili kuwezesha uzalishaji, usambazaji na unganishaji wa umeme kwa wananchi, huku usafiri wa reli na anga ukitengewa bilioni 46. Matumizi ya kawaida katika sekta hii yakijumuisha bilioni 69 kutoka mfumo wa matengenezo ya barabara na bilioni 25 zikitoka kwenye ushuru wa maendeleo ya petroli. Chini ya mpango wa hazina ya kitaifa na mipango ya kiuchumi, migao ambayo imependekezwa ni bilioni 58 kwa mfuko wa ustawishaji wa maeneo bunge yani NGCDF, bilioni 10.2 kwa mfumo wa usawazishaji wa maeneo, bilioni 32 kwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA, huku bilioni 11.5 zikitengewa kwa mradi wa hatua za hali ya hewa zinazoongozwa na jamii, bilioni 13.5 kwa mfuko wa kimataifa kupambana na malaria, kifua kikuu na ukimwi, huku bilioni 9.6 zikitengewa michango kwa Umoja wa Afrika na mashirika mengine ya kimataifa. Sekta ya utawala, sheria, haki na usalama imepangiwa kitita cha bilioni 276.65 ambazo zimegawanyika katika sekta mbalimbali kama ifuatavyo: bilioni 125 kwa huduma ya polisi ya kitaifa, bilioni 38 kwa huduma ya magereza, bilioni 35 kwa usalama wa ndani na utawala wa kitaifa, bilioni 26.6 kwa idara ya mahakama, bilioni 20.3 kwa huduma za uhamiaji na uraia, huku bilioni 9.6 zikitengewa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Sekta ya usalama wa kitaifa nayo imepewa mgao wa bilioni 251, ikiwa ni pamoja na bilioni 200 kwa Wizara ya Ulinzi, huku bilioni 51 ikitengewa kwa idara ya ujasusi wa kitaifa. Sekta ya afya itapokea kitita cha bilioni 136.8 ambapo mgao muhimu ni bilioni 54 kwa huduma za rufaa za kitaifa na huduma maalum, bilioni 16.8 kwa afya uzazi, mama, watoto na vijana, bilioni 13 kwa mfuko wa huduma za afya msingi, bilioni 10 kwa mfuko wa dharura, magonjwa sugu na hatari, bilioni 5 kwa shirika la KEMSA, bilioni 8.8 kwa vyuo vya mafunzo ya udaktari yani KMTC, huku bilioni 4 zikitengewa mpango wa afya kwa wote yani UHC. Sekta ya kilimo na maendeleo ya vijiji nayo imetengewa bilioni 78 ili kuimarisha usalama wa chakula na kupunguza gharama ya maisha. Mgao muhimu ukiwa ni bilioni 8 kwa mpango wa ruzuku ya mbolea, bilioni 10 kwa mradi wa kuendeleza mnyororo wa thamani ya kilimo, bilioni 5.8 kwa mradi wa ustahimilivu wa mifumo ya chakula, huku bilioni 2.3 ikitengewa kuimarisha uchumi wa wafugaji. Bilioni 4.8 imetengewa kwa maendeleo uvuvi na ufugaji wa samaki, huku bilioni 2 zikitengwa kwa mageuzi katika sekta ya miwa.
bilioni 2 zikitengewa kwa mfuko wa zao la kahawa. Kuwasilishwa kwa bajeti hii kunaashiria mwanzo wa mashauriano ya kamati, wenye viti wa kamati na idara mbalimbali kuwasilisha maoni yao kuhusu wizara, idara na mashirika yaliyo chini ya usimamizi wao. Bajeti hii inaonyesha kipaumbele cha serikali katika elimu, miundombinu, usalama wa kitaifa na afya, pamoja na juhudi za kuimarisha udhibiti wa uchumi na ulinzi wa kijamii. Moses Wanjala, NTV.